Mahakama ya hakimu mkazi Kisutu imepanga kutoa uamuzi kwa njia ya mtandao hoja za pingamizi za mawakili wa utetezi katika kesi ya uchochezi inayomkabili mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Tundu Lissu Aprili 28 mwaka huu. Hamisi Suleiman ana undani wa taarifa hii. Kesi hiyo imesikilizwa leo kwa njia ya mtandao mbele ya hakimu mwandamizi Godfrey Muhini, ambapo upande wa jamhuri kupitia wakili wa serikali mwandamizi Jobu Mrema umesema kesi hiyo imeitishwa kwa ajili ya kusomewa maelezo ya awali. Hata hivyo, upande wa jamhuri ulipoulizwa kupitia wakili Mrema kuhusu kutoonekana mshtakiwa mtandaoni, wakili Mrema alisema mshtakiwa Lissu amegoma kusomewa maelezo ya awali kwa njia ya mtandao, ambapo hakimu Muhini aliruhusu kesi hiyo kuendelea pasipo Lissu kuonekana kwa njia ya mtandao. Katika kesi hiyo, Lissu anatetewa na mawakili 31 wakiongozwa na wakili Mpale Mpoki pamoja na Peter Kibatala, ambapo pia itakumbukwa kuwa Lissu pia anakabiliwa na mashtaka matatu ya kesi ya uhaini. Katika mahakama ya Kisutu, hali ya ulinzi iliimarishwa na jeshi la polisi, ambapo baadhi yao walionekana kuweka kambi eneo hilo wakiwa katika magari maalum ya polisi, vikosi vya mbwa, lakini pia vikosi vya farasi navyo vilikuwa vikiendesha doria nje ya eneo la mahakama. Aidha, katika geti la kuingilia katika mahakama hiyo ya hakimu mkazi Kisutu, ulinzi uliimarishwa maradufu, ambapo pia askari waliokuwepo eneo hilo walizuia baadhi ya watu waliotaka kuingia, lakini pia hata waandishi wa habari ambao nao pia walizuiliwa kuingia na kutakiwa kukaa mita chache kutoka eneo hilo la Kisutu. Kuimarishwa kwa ulinzi wa jeshi la polisi katika barabara mbalimbali na eneo la mahakama ya Kisutu kunatokana na tishio la baadhi ya wafuasi wa Chadema ambao walitishia kujitokeza kwa wingi katika kusikiliza shauri hilo. Hata hivyo, baadhi yao waliojaribu kuingia katika eneo hilo walijikuta wakidakwa na jeshi la polisi. Hamisi Suleiman, Channel 10, Dar es Salaam. Asante Hamisi Suleiman kwa taarifa hiyo. Waziri wa Katiba